Haleluya. Ninawasalimu wote katika jina kuu la Yesu Kristo. Basi usisahau kusubscribe, share, like, comment ili uendelee kuwa mwanafamilia wa Gideon Online TV. Langu jina naitwa Zabdieli Remi Makundi. Niko na Magdalena Elisha Mamkwe. Asante sana. Basi ndugu mpendwa, leo tunayo mada inayosema kutangaza mwaka uliokubaliwa na Bwana. Amina. Mwaka wa baraka. Amina. Mwaka wa mafanikio. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tunaona namna gani jinsi mwaka huu ulivyochangamka. Ni tofauti na mwaka 2025. Mwaka 2026 umechangamka. Mwaka una harufu ya baraka. Mwaka una harufu ya mafanikio. Na leo basi Magdalena atakwenda kutueleza namna gani mwaka wa Bwana ulivyokubaliwa. Amen. Karibu. Amina, asante sana. Ni mwaka wa kung'ara Kabisa. Kama mimi ninavyong'aa. Naamini kuanzia Januari mpaka mwezi wa 12 2026 ni mwaka ambao Mungu amenikubali, amenipa kibali cha kuinuliwa tena. Na wewe mpenzi mtazamaji wa Gideon Online TV, na wewe ni mwaka ambao Mungu amekuinua, amekukubali. Haijalishi ulikuwa ni mtu wa namna gani, lakini amini Mungu amekukubali na amekuchagua. Amen. Basi moja kwa moja tunawakaribisha kwenye ibada ya Jumapili ambapo ni tarehe 4 mwezi wa kwanza mwaka 2025 ambapo mpako mafuta wa Mungu mtumishi Gideon anawakaribisha sana kwenye mafunzo la Mungu yanayohusu kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Wachawi, waganga, mizimu ikatae, lakini ule mwaka utatangazwa. Amen. Na wafunge pande zote, lakini Mungu atafungua, atatupa macho ya kuona vilivyokuwa vimefichwa sirini tuweze kuviona mwaka 2026. Amen. Kwa tuwe na imani kwamba ni mwaka wetu wa kuinuliwa. Amen. Napokea kwa jina la Yesu. Amina. Basi moja kwa moja tuende kwenye andiko linalotoka katika kile kitabu cha Isaya ule mlango wa 61 ule mstari wa 2. Unasema, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Amen. Yamkini mwaka 2025 ulilia sana. Amen. Kuna sehemu ambapo uliona kama vile Mungu kakuacha. Amen. Hapana, Mungu hakukuacha. Mungu anasema mwaka 2026 kwa sababu ni mwaka ambao amekukubali, anaenda kufuta machozi kwa wale wanaolia. Amen. Amina. Kwa hiyo usilie tena. Kabisa. Wala usihuzunike. Ndiyo. Wala usione kwamba Mungu ameshindwa. Hapana, Mungu hajashindwa. Mungu anakupenda, Mungu anakutetea. Tuangalia katika kile kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka ule mlango wa 4. Luka mlango wa 4 ule mstari wa 2. Mstari wa 18 anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Roho wa Bwana yuko juu yetu mwaka 2026. Amen. Ametutia mafuta tuende tukahubiri habari njema kwa maskini, wajane, yatima. Kuna waliokata tamaa, lakini Mungu anasema 2026 ametutia mafuta tukahubiri habari njema kwa wagonjwa wa hospitalini. Kuna ambao wanalia, tukawape habari njema kwamba Mungu ni Mungu anayefariji. Amen. Amesema amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena. Viko vifungo vingi tunavyofungwa sisi. Yamkini unatamani kupiga hatua kwenda sehemu nyingine, lakini ufiki malengo. Ni nini? Vifungo. Lakini Mungu ametangaza kwamba vinaenda kufunguliwa. Mwaka 2026 tutaenda kufunguliwa, na pia hatutakuwa tena vipofu, tutaenda kuona. Amen. Upofu ni yamkini unaweza ukawa unasema mbona mimi si kipofu, lakini unaweza ukawa unaona kila kitu, lakini katika ulimwengu wa roho kuna vitu ambavyo hujavifikia bado. Huo ni upofu. Kuna sehemu ambao Mungu anataka akufikishe. Kuna sehemu ambao unataka wewe ufike malengo fulani, lakini hujafikia. Nini? Huo ni upofu. Mungu anasema katika neno lake kwamba anaenda kuuondoa, tutaenda kumuona. Amen. Amina. Tukirudi katika kile kitabu cha Yoeli kwa kumalizia, anasema Yoeli ule mlango wa 2 mstari wa 25, anasema kwamba 25, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tununtu. Hapa sijui umeelewa kwamba anasema atawarudishia ile miaka iliyoliwa.
Ndio. Yamkini ile mwaka 2026 kuna vingi ambavyo ulipeleka kwa waganga. Ndio. Ulipeleka kuku, ulipeleka mbuzi, ulipeleka sadaka, ulienda kutambika, lakini amini 26 hautapeleka tena. Hivyo ndio vimeliwa na tonuntu, madumadu na parare. Anasema huo mwaka sasa huo, anasema jeshi lilotuma kati yenu, nanyi mtakula chakula tele na kushiba. Amen. Amina. Na kulimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawata tayari kamwe. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ni kati ya Israeli, na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu wangu hawata tayari kamwe. Amen. Yani hawatarudi nyuma kamwe, watasonga mbele. Kwa hiyo amini kwamba tunapoona ile tarehe 1 mwaka 2026 tufurahie. Usikubali mtu akukatishe tamaa. Usikubali mtu, usiruhusu mahuzuniko kwenye moyo, kwa sababu tumeshasema ni mwaka wa kubaliwa. Kwa hiyo sisi tuwe mifano kwa ambao tunamjua Mungu, tuliokoka, tuwe mfano ili wale ambao hawajamjua Mungu, hawajajua bado, hawajaingia katika nuru, waweze kupata mfano kupitia sisi. Amen. Karibu, sijui kama unanyongeza. Unajua bwana, inawezekana kuna mambo mengi ambayo uliyapanga mwaka 2025. Ndio. Lakini haujaona hata moja likifanikiwa. Amina. Mojawapo inawezekana umefanya kazi, umejituma sana. Amina. Kwa malengo ya kujenga nyumba, kwa malengo ya kununua gari. Amina. Lakini umeona haujafanikiwa. Mwaka 2026 ndio mwaka wa mafanikio sasa. Amina. Mwaka wa mavuno. Amina. Kwa hiyo usiwaze ndani yako kwamba hata kwa vile mwaka 25 nimeshindwa basi na mwaka 2026 pia utakuwa ni hivyo hivyo. Kataa roho ya hofu. Amina. Kataa wasiwasi. Amina. Kataa uoga. Amina. Muombe Mungu akupe moyo wa kuthubutu. Muombe Mungu akupe moyo wa ujasiri. Amina. Mimi nakutamkia kila utakalolipanga mwaka 2026 basi likawe ni lenye kufanikiwa. Utakalolipanga ukavune sawa sawa na unavyopanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usikate tamaa wala usiwazi kurudi nyuma, bali endelea kusonga mbele, kaza msimamo. Mungu yuko pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Basi mpenzi mtazamaji wa Gideon Online TV, tunawakaribisha hiyo Jumapili ambapo mpako mafuta wa Mungu mtumishi Gideon ataenda kutuongoza katika maombi mazuri sana ya kuona mwaka 2026 ambapo vilivyoliwa na tononto, madumadu na parare vinaenda kurudishwa. Amen. Kwa usipange kukosa, mkaribishe rafiki yako, jirani yako karibu, kwa pamoja tuje tumuone Mungu anavyotenda kupitia madhabahu ya Mlima Moria. Amen. Tunawapenda sana na tunawajali. Karibuni sana. Bye bye. Bye bye.